Hospitali ya Rufaa ya Kanda Kaskazini KCMC ilifunguliwa rasmi tarehe 6 mwezi wa 3 mwaka 1971 na Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na kuwekwa wakfu na askofu wa kwanza wa KKT hayati Baba Stefano Ruben Moshi. Moja na lengo kubwa ya hospitali hii ilikuwa ni kutoa huduma, yaani matibabu, mafunzo pamoja na tafiti. Hospitali ya Rufaa ya Kanda Kaskazini KCMC imekuwa ikihudumia zaidi ya wakazi milioni 15 kutoka ukanda wa kaskazini mwa Tanzania, wa Tanzania kwa ujumla pamoja na nchi za jirani. Hospitali hii imeendelea kukua kila kukicha. Moja ya changamoto kubwa ilikuwa ni matibabu ya saratani, kitu ambacho kilipelekea wananchi kuwa na kilio kikubwa cha matibabu haya kwenye ukanda wetu. Watu wengi walikuwa wanashindwa kwenda Dar es Salaam ama maeneo mengine kupata matibabu ya saratani kwa sababu ya umbali na gharama za matibabu. Kwa zaidi ya miaka 10 iliyopita, hospitali hii ilianzisha mpango wa kujenga kituo cha matibabu ya saratani, kitu kilichopelekea shirika la Msamaria Mwema kuja na mpango wa kujenga kituo cha matibabu ya saratani pamoja na wadau wake wa maendeleo, shirika la misaada la Marekani USAID na marafiki wenza FCCT. Lakini si hivyo tu peke yake. Tarehe 16 mwezi wa 10 mwaka 2021, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan alifunga safari na kufika maeneo haya ya hospitali ya KCMC na kuweka jiwe la msingi kwa ajili ya kuanza ujenzi wa jengo la kutolea mionzi ya saratani kituoni hapa. Lakini si tu kuweka jiwe la msingi, Rais alitoa kiasi cha shilingi bilioni 5.5 kwa ajili ya kukamilisha ujenzi huu. Kwa sasa idara ya saratani inahudumia wastani wa wagonjwa 9446 kwa mwaka, wastani wa wagonjwa wapya 900 kila mwaka, ambapo kati ya hao wastani wa 65% ya wagonjwa hao wanahitaji huduma za tiba mionzi na hivyo kulazimika kusafiri kufuata huduma hiyo taasisi ya saratani ya Ocean Road iliyopo jijini Dar es Salaam. Wengi wa wagonjwa hao hushindwa kwenda Dar es Salaam kwa sababu ya gharama za usafiri, gharama za matibabu, pamoja na umbali, pamoja na gharama za kuishi wawapo Dar es Salaam. Huduma ambazo zitakazopatikana katika jengo hili ni mashine ya CT scan kwa ajili ya uchunguzi na maandalizi ya mionzi, mashine ya Linac kwa ajili ya tiba mionzi ya nje, mashine ya brachytherapy kwa ajili ya tiba mionzi ya ndani, vyumba 8 vya daktari, vyumba 6 vya mionzi, maktaba na ofisi mbalimbali. Mradi huu una manufaa yafuatayo: kuongeza uwepo wa huduma za tiba mionzi kwa wagonjwa wa saratani nchini, hivyo kupunguza msongamano katika taasisi ya saratani ya Ocean Road na kuokoa fedha za serikali na wananchi kupunguza rufaa za nje ya nchi, kituo cha mafunzo kwa wataalamu wa fani ya tiba mionzi nchini, kituo cha kutoa elimu ya afya ya jamii hususan magonjwa ya saratani na ajira kwa watumishi wa afya. Pamoja na ujenzi huu kukamilika kwa 100%, hospitali ya Rufaa ya Kanda Kaskazini KCMC imekuwa ikitoa matibabu ya saratani kwa watoto wenye umri wa miaka 0 mpaka 17 bure. Hospitali imekuwa ikigharamikia matibabu haya ikitumia kiasi cha shilingi bilioni 7 mpaka bilioni 9 kwa mwaka kwa ajili ya matibabu haya. Hospitali haikuishia hapo, kwa sababu matibabu ya saratani yanahitaji muda mrefu sana kwa hapo. Hospitali imeanzisha kituo maalum kwa ajili ya makazi ya ndugu pamoja na walezi wa hawa watoto wanapokuwa wanapata matibabu hapa kwetu hospitalini. Lakini hakuishia hapo, imeanzisha kituo cha kutolea mafunzo, yaani elimu, na kuajiri walimu kwa ajili ya kufundisha hawa watoto wawapo katika haya matibabu kituoni hapa. Leo mradi huu umekamilika na matibabu ya saratani yanatolewa, kuanzia kwenye matibabu ya tiba kemikali pamoja na matibabu ya kulazwa wodini, na matibabu ya mionzi ya saratani yanapatikana hapa. Shukrani za pekee kwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kutoa fedha za ujenzi, lakini zaidi kuja kufungua mradi huu na kuhakikisha Watanzania wanapata matibabu kamili ya saratani. Hii ni hospitali ya Rufaa ya Kanda Kaskazini KCMC ikijibu hoja na changamoto za afya kwa Watanzania wote.